Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, wana Chasimba. Tupo hapa katika kueneza Injili na mengi yameongewa toka siku ya kwanza, ya pili na ya tatu. Sasa siku ya leo ni siku ya kuhitimisha. Siku ya leo ni siku ya kuhitimisha. Ninaomba uniazime masikio yako kwa muda wa dakika 20. Halafu kama una swali utauliza. Baada ya kuuliza tutakujibu. Na kama swali huna basi sisi tutaondoka, tutakuwa tumemaliza. Toka jana tunaongea kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na leo mtumishi alikuwa hapa, alikuwa anafundisha kuhusu sabato ya Mungu. Lakini sasa tunashangaa kuna madhehebu mbalimbali ambayo hawaishiki sabato. Kuna watu mbalimbali wameikataa, lakini huo sio mwanzo. Kuna chimbuko lake, kwa sababu wengine tumejikuta tunazaliwa huko. Tumezaliwa huko, lakini lipo chimbuko lake. Liko chimbuko lake, pengine watu hawakusoma na kujua chanzo ilikuwa ni nini. Na Mungu alikuwa alishatabiri. Mungu alikuwa alishatabiri ya kwamba kuna watu wataibuka na kukanyaga sheria yake. Msomaji, tunataka tuone sasa mwanzo ilikuwaje. Haya yote tunayoongea chanzo chake ni nini? Hebu nisaidie kwanza Mathayo 24 na mstari wa 3. Tuanzie hapo sasa. 24:3 Mathayo inasema, ongeza sauti. Hata alipokuwa ameketi katika mlima Mizeituni, wanafunzi wake walimwendea kwa faraga wakisemaje? Tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Simama. Wanafunzi wanamuuliza Yesu, ni lini dalili za kurudi kwake? Hebu naomba nisomee mstari wa 15. 15 inasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile neno na nabii Danieli limesimama katika patakatifu. Simama. Tunaona Yesu anawaambia wanafunzi watakapoona chukizo la uharibifu lililonenwa na nabii Danieli. Sasa Danieli amenena kitu gani? Lazima tutafute kitabu alichoandika Danieli. Msomaji, hebu nisaidie Danieli 7 na mstari wa kwanza. Danieli 7 na mstari wa kwanza inasema, kimbia. Katika mwaka wa kwanza wa Belteshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliota ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari za jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akasema, niliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbingu zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Simama kwanza. Tunaona Danieli anaota ndoto. Hebu nisaidie Hesabu 12 na mstari wa 5. Tutarudi hapo kwenye Danieli. 12:5 Hesabu inasemaje? Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Mariamu, nao watoke nje wote wawili. Kisha akawaambiaje? Sikieni basi maneno yangu, akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Simama. Kwa hiyo tunaona Mungu anasema na manabii kupitia ndoto. Ni wewe tu unayeota unapaa, unaanza kwenda kwa mchungaji wako, anakuambia eti kwamba umerogwa, kumbe umekula dona usiku wakati natakiwa ule kwa utaratibu. Unakula dona saa 4 usiku. Unategemea nini? Lazima utaota unapaa, utasingizia ni bibi yako anayekuroga, wakati matatizo ni wewe mwenyewe unajisababishia. Tulipo sisi kuna walimu mpaka wa afya. Kwenye kusanyiko letu utafundishwa namna ya kutunza mwili wako. Utafundishwa namna ya kujitibia matatizo madogo madogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu endelea na Danieli hiyo 7 na mstari wa, endelea na mstari wa 2 hapo. Inasema, natazama hizo pepo za mbinguni zikavuma kama kwa nguvu juu ya nchi na bahari kubwa. Ndipo wanyama 4 wakubwa wakatoka baharini. Kwa hiyo kuna wanyama 4 wanatoka baharini. Sasa unaweza kujiuliza
wanyama ni kitu gani? Kuna mnyama ulishawahi kumuona anatoka baharini? Hapana. Kuna mnyama ulishawahi kumuona anatoka baharini? Hiyo ni lugha ya picha. Kimbia msomaji. Inasema wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi. Kimbia. Akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa binadamu. Natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja na mifupa mitatu ya mbavuni ikawamo kinywani mwake. Kimbia. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Kimbia. Kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine, mnyama wa tatu kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne. Soma 7. 7 inasema baadaye nikaona katika njozi ya usiku natazama mnyama wa 4 wa kutisha. Simama. Kwa hiyo tunaona Danieli anaonyesha wanyama 4. Danieli anaonyesha wanyama 4, na katika wanyama 4 mmoja ni wa kutisha, kwa sababu maandiko yanaelezea kuhusu wanyama. Lazima hiyo ni lugha ya picha, ni lugha ya kibibilia, na Biblia huwa haitafsiri huyu na mtu. Biblia inajitafsiri yenyewe. Kwa hiyo ni lugha ya picha. Msomaji, nisaidie Hosea 12 mstari wa 10. Kimbia msomaji, na muda kidogo tu nataka niondoke hapa. Okay, Hosea 12:10 inasema tena nimenena na hao manabii, nimeongeza maono, na kwa watumishi na manabii nimetumia mifano. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu ametumia mifano. Sasa wanyama ni kitu gani? Nisaidie Danieli. Kwa sababu wanyama ni ufalme. Nisaidie Danieli 7:17. Kimbia. 17 inasema wanyama hawa wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Kwa hiyo tunaona Mungu anamwonyesha Danieli wafalme 4 watakaosimama na kuifunga historia ya dunia. Kuna tawala 4 zitakazosimama kufunga ulimwengu. Tawala 4 ambazo Mungu anamwonyesha Danieli, ambazo lazima zipite zifunge ulimwengu, na tawala hizo zimesha kuwako. Na ndiyo maana tunasema hichi ni kipindi cha mwisho. Utawala wa kwanza, msomaji, nisomee Danieli 1:1. Kimbia, nianze kufafanua sasa hizo tawala, niwaonyeshe mahali tulipo na mahali ambapo ibada za uongo zimeingia na chanzo cha kuvunja sheria ya Mungu, ili mimi niwe nimenawa, ubaki wewe unaokoa nafsi yako, au endelee kukaa uchomwe. Takuwa nimemaliza mimi. Kimbia. Inasema katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akausuru. Simama. Kwa hiyo tunaona hapo ufalme ulikuwa wa nani? Wa Babeli. Ufalme wa kwanza ilikuwa ni Babiloni chini ya Nebukadneza. Baadaye Nebukadneza anaharibu. Mwisho wa siku Mungu anamtupa porini huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatupa porini. Baadaye tunaona kuna ufalme mwingine unaoibuka. Nisaidie Danieli 5 na mstari wa 24. Kimbia. 5:24 inasema. Inasema 5:24 inasema. Msomaji, muda ni kidogo. Kimbia. Ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa katika mbele zake, na maandiko yake yameandikwa. Huyo alikuwa ni mfalme Belshaza. Yeye alichokifanya, alichukua vitu vya hekaluni vya wana wa Israeli, vikombe, akawa ananywea pombe na kufanyia ujime wake. Kwa hiyo Mungu sasa akaamua kutoa kiganja cha mkono, akawa anaandika kuonyesha kwamba amemkataa. Hebu soma 24. Kimbia sasa hapo tuone. 25 inasema. Na hayo maandiko yalikuwa yameandikwa hivi. Mene, tekeli na peresi. Kimbia. Na tafsiri yake ni hii. Mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepima katika mizani nayo umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na Waajemi. Kwa hiyo ufalme wa pili ni wa Wamedi na Waajemi. Kwa sababu Belshaza aliharibu, akamwasi Mungu. Kwa hiyo ufalme ule wakawa wamepewa Wamedi na Waajemi. Kwa hiyo ufalme wa pili ulikuwa Wamedi na Waajemi. Soma mstari wa 30 hapo. 5:30. Usiku huo Belshaza mfalme wa Kaldayo akauawa. Sasa nisaidie Danieli 8. Danieli 8 na mstari wa 20. Kimbia. 20
8 Danieli inasema hivi. Inasema yule kondoo mume uliyomwona mwenye pembe mbili, hizo ndio ufalme wa Wamedi na Wajemi. 21 kimbia. 21. Na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani. Kwa hiyo ufalme wa tatu ulikuwa ufalme wa Wayunani. Ndio. Greece ulikuwa ni wa Wayunani chini ya Alexander the Great. Kwa hiyo ufalme wa tatu ulikuwa wa Wayunani. Ufalme wa 4 ulikuwa ni ufalme gani? Hebu nisaidie Yohana 11 na mstari wa 48. Yohana 11:48 inasema wanasema tukimwacha hivi watu wote watamwamini. Na Warumi watakuja na kutondolea mahali petu katika taifa letu. Kwa hiyo ufalme wa 4 ni ufalme wa Warumi. Ndio. Ufalme wa 4 ni ufalme wa Warumi. Inaitwa Pagan Rome. Sasa nirudi kwenye Danieli 7 na mstari wa 7. Sasa tuone wewe mfalme wa 4 anafanyaje na ameletaje ibada za uongo na mwisho wake ni nini, ili utakapoyaona usiseme hukusikia. Na utajua siku moja kwamba kuna wahubiri walikuja mtaani, lakini pengine hukuwasikiliza kwa sababu ya ushabiki wa dhehebu lako. Kimbia. Inasema 7:7 Danieli. Baadaye nikiona katika njozi za usiku na tazama, mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande. Unaona sasa mnyama wa 4 alivyokutisha. Alikula na kuvunja vipande. Nisaidie hiyo Danieli 7:23. 23 inasema. Ndio. Inasema akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. 25 inasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye atazimu kubadili majira na sheria. Simama sasa. Huyu ufalme wa 4 tunaona atawadhoofisha watakatifu. Huyu ufalme wa 4 ndio umemsulubisha Yesu. Ilikuwa chini ya mamlaka ya ufalme wa Rumi. Ndio Yesu ameteswa. Tena ameteswa na makuhani akishirikiana na dola ya Rumi. Usidhani Yesu aliteswa na serikali. Yesu ameteswa na watu wanaojiita watu wa dini. Na ndio maana watu ukihubiriwa sometimes unanuna. Yesu ameteswa na watu wa dini. Nisaidie Yohana 19 na mstari wa 7. Anza na mstari wa 6. Yohana 19:6 nasema. Ndio. 19:6 Yohana inasema. Basi wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomwona walipiga kelele wakisema msulubishe. Makuhani hao. Kimbia sasa. Inasema Pilato akawaambiaje? Mtweni nyinyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia kwake. Kimbia. Wayahudi wakamjibu, sisi tunayo sheria na kwa sheria hiyo amestahili kufa. Kwa nini? Kwa sababu alijifanya kuwa yeye ni mwana wa Mungu. Yesu anauawa na makuhani kwa sababu alisema yeye ni nani? Ni mwana wa Mungu. Kwa ufalme wa 4 ndio uliotesa watakatifu. Ufalme wa 4 ndio uliotesa na kuharibu. Nisaidie Waebrania 11:36. Kimbia. Waebrania 11:36. Kimbia msomaji. Inasema. Ndio. Inasema. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo. Naam. Na kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe. Walipatwa kwa misumeno. Walijaribiwa. Waliuawa kwa upanga. Walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji. Wakiteswa na kutendwa mabaya. Simama. Kwa tunaona ufalme wa 4 umetesa sana watu wa Mungu. Umekanyaga. Umetesa watakatifu. Na ufalme wa 4 umebadili majira na sheria. Ufalme wa 4 umesimamisha ibada ya sanamu. Kwa hiyo sasa katika ufalme wa 4 ulivyobadilisha sheria ndio ukaleta Jumapili. Ukabadilisha sheria ya Mungu kutoka Sabato mpaka Jumapili. Kwa hiyo Jumapili
iko chini ya mamlaka ya mfalme wa 4. Aliyebadilisha siku ya Bwana alikuwa ni Konstantini, mfalme wa Rumi. Alibadilisha majira na sheria. Leo hii unashangaa saa hizi 7 ati ni saa 1. Unashangaa 7 ati ni saa 1. Ikiandikwa 8 ati ni saa 2. Ndio. Sasa unajiuliza kuna uhusiano gani kati ya 8 na 2? Kuna uhusiano gani kati ya 7 na 1? Kwa sababu Mungu anaposema 7, Mungu anaposema 7, yeye anasema 1. Mungu anasema watu wamwabudu siku ya 7. Siku ya 7 ndio kusanyiko la Mungu kama Sabato. Lakini yeye anasema siku ya kwanza ambayo ni Jumapili. Kwa hiyo amebadilisha majira na sheria. Amebadilisha majira na sheria. Unashangaa ni saa 2 unaambiwa 8. Msomaji, niko. Sasa ukichukua 8 ukatoa 2 unapata ngapi? 6. Haya, ikiwa saa 10 sinaandikwa 4? Inaandikwa 4. Ukichukua 10 ukatoa 4 unapata ngapi? 6. Kwa hiyo ni ufalme wa 666. Ndio. Alafu mnasubiri mpinga Kristo aje. Mnamsubiri mpinga Kristo aje. Msomaji, niko. Nisaidie Ufunuo 17 na mstari wa 3. 17:3 Ufunuo. 17:3 soma. Nasema, akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke. Nikaona mwanamke. Ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Mwenye kujaa majina ya makufuru. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kitu cha thamani na lulu. Alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojaa machafu na machukizo ya uchafu wa shati wake. Ndio. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa ameandikwa majina ya asili. Babeli mkuu. Nani? Babeli mkuu, mama wa makahaba. Kwa hiyo ni Babeli mkuu, ni mwanamke alikuwa ameandikwa Babeli mkuu, mama wa makahaba. Sasa anapokuwa kahaba, anapokuwa mama wa kahaba, maana yake ana watoto. Anapokuwa mama wa makahaba, maana yake ana watoto. Kahaba ni nani? Nisaidie Ezekieli 16 na mstari wa 32. Ezekieli 16 na mstari wa 32. Nisaidie. 32 inasema. Kimia. Inasema, mke wa mtu azinie. Mke wa mtu azinie. Alikaribishaye mgeni badala ya mumewe. Kwa hiyo kahaba ni mke wa mtu azinie. Akaribisha nini? Mgeni badala ya mumewe. Badala ya mumewe. Kwa hiyo yeyote anayekaribisha mgeni na kuzini naye badala ya mumewe, huyo ni kahaba kwa mujibu wa maandiko. Sasa mimi siangazii wanawake wa makahaba. Wewe endelea kutenda ukahaba wako, utajuana na Mungu. Mimi naongelea mambo ya kiroho. Wewe endelea kuzini, utakutana huko. Mimi siongelee dhambi ya mtu mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaona kwamba azinie, mwanamke azinie ni kahaba. Ni kahaba na yeye ni mama wa makahaba. Kwa hiyo maana yake sasa, anayefuata mafundisho kinyume na Mungu, kanisa linalofuata mafundisho kinyume na maagizo ya Mungu, hilo kanisa linazini. Kahaba ana watoto, na kama ana watoto, kama mama alivyo ndivyo na binti yake alivyo. Nisaidie hiyo Ezekieli 16 na 44. Kimbia. Ezekieli 16:44. Ndio. Inasema 16 Ezekieli 44 inasema, kimbia. Tazama, kila mtu atumia misali hii atatumia misali hii ya kinyume chako akisema, kimbia. Kama mama ya mtu alivyo. Kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Kwa hiyo mama alivyo ndivyo na binti alivyo. Ukiona mama anavunja amri ya Mungu na binti yake anavunja. Sasa tunaposema mwanamke ni nani? Mwanamke ni nani? Nisaidie Waefeso 5:22. Kimbia. Efeso 5:22 inasema, ndio, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Kwa hiyo kanisa, mwanamke anahusishwa na kanisa. Mwanamke anahusishwa na kanisa. Wakorintho wa pili 11:2. Wakorintho wa pili 11:2 nasema. Kimbia. Wakorintho wa pili 11:2. Kimbia, changamka msomaji. Niko hapo mwalimu.
Wakorintho wa pili 11:2 inasema. Inasemaje? Maana nawaonea wivu wivu wa Mungu kwa kuwa niliwaposea mume mmoja. Ati kwa kuwa niliwaposea mume mmoja na nimlete Kristo bikira safi. Nimletee Kristo bikira safi. Unaona? Kwa hiyo Kristo, Paulo amemposea nani? Kristo. Amemposea Kristo kumletea bikira nini? Safi. Kwa hiyo Kristo anakuwa mume wa kanisa. Kwa hiyo kanisa linahusishwa na mwanamke. Ndio. Ufunuo 19:7 kimbia. 19:7 Ufunuo inasema. Kimbia. 19:7 inasema. Na tufurahi na tushangilie, tumpe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo. Ati kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Inaendelea kusema naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Kwa hiyo bwana harusi ni nani? Bwana harusi ni kanisa ambaye ni mwanamke. Bwana harusi ni Yesu Kristo. Bwana harusi ni Yesu Kristo. Bwana harusi ni Yesu, ndio. Umeona? Kwa hiyo kanisa ndio limechukua mwanamke, ni kanisa. Sasa anaposema hilo kanisa limejawa na ule mnyama, kuna mnyama aliyekalia, kuna mwanamke aliyekalia mnyama, na mnyama tulishaona ni ufalme. Sasa huyo mwanamke ni kanisa. Hilo kanisa linaendana sambamba na nini? Na mnyama ambao ni mfalme. Msomaji, tuko pamoja Ndio, tuko pamoja mwalimu. Uwe twende sambamba. Amina. Twende sambamba. Kwa hiyo kanisa linalochukua mafundisho kinyume na Mungu, hilo ni kahaba. Msomaji, hebu niangalizie katekisimu kwanza hapo. Katekisimu ya kanisa Katoliki. Angalia ukurasa wa 10. Ukurasa wake ni wa 10 unasema. Inasemaje hapo ukurasa wa 10 nimefika. Soma kwenye amri hapo. Kwenye amri inasema, amri za kanisa. Inasema, inasema amri ya kwanza, ndimi Bwana Mungu wako. Usiabudu Mungu mwingine. Inasema hivyo tu. Ya pili inasema, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Aya, Kutoka 20. Kutoka 20. Kutoka 24. Kutoka 24 inasema, ndio, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Hiyo amri unaiona hapo? Hapa haipo mwalimu. Hiyo amri unaiona hapo? Hapana. Hiyo amri unaiona hapo? Hapana. Unaona? Kwa hiyo kanisa limeamua kuvunja amri ya Mungu. Limeamua kuvunja amri ya Mungu na kuchukua mafundisho yasiyo ya Mungu. Na ndiyo maana unashangaa mafundisho yote yanakuwa yanampinga Mungu. Yanampinga Mungu kabisa. Msomaji, tumeona kwamba kanisa linavunja amri za Mungu. Ndio. Si tumeona kwamba kama alivyo mama ndivyo alivyo binti yake. Ndio. Nisomee Kutoka 20 na mstari wa 8. Kutoka 20:8 inasema. Inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato. Rudia tena. Ikumbuke siku ya Sabato. Rudia tena. Ikumbuke siku ya Sabato. Uitakase. Sasa hiyo ni amri ya Mungu. Katika amri 10 za Mungu kuna amri inayosema ikumbuke siku ya Sabato. Kwenye amri 10 za Mungu kuna amri inasema ikumbuke siku ya Sabato itakase, na ni amri ya 4. Lakini makanisa ya leo yameungana kwa ajili ya kuivunja. Unasikia ati sisi hatufuati sheria. Unauliza sasa, tuzini kwa sababu hatufuati sheria? Eti Mungu anakataa tusizini. Tuibe? Eti Mungu anakataza tusiibe. Tuseme uongo? Mungu anakataza tuseme uongo. Kwa nini? Kwa sababu ni sheria ya Mungu, Mungu amekataza. Tulishika Sabato? Hatuishi kwa sheria, hatufuati Sabato. Yesu ndio Sabato. Kuna andiko linalosema Yesu ni Sabato? Hakuna. Kuna andiko linalosema Yesu ni Sabato? Hakuna. Kwa watu wameungana kwa ajili ya uongo. Watu wameungana kwa ajili ya kufanya uharibifu. Tunaona kwamba ni Babeli mkuu, mama wa makahaba. Huyo amejaa majina ya makufuru. Ndio. Kukufuru ni kufanyaje? Nisaidie Yohana 10 na mstari wa 35.
Yohana Injili 10:35 inasema. Inasemaje? Inasema ikiwa walioita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu na maandiko hawezi kutanukuka. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa. Soma 33 inasema. Ndio. Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu. Kwa hiyo kukufuru ni mwanadamu kujifanya kuwa ni Mungu. Ndio. Nisomee Yohana 17:11. Yohana 17:11. Kimbia. Yohana Injili. Kimbia. 17:11 inasema. Ndio. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako. Ati? Nami naja kwako. Baba Mtakatifu. Simama. Yesu anasema kwamba nami simo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu. Swali msomaji. Ndio. Yesu alikuwa anaenda Vatican? Hapana. Kwa Baba Mtakatifu? Hapana. Alikuwa anaenda wapi? Mbinguni kwa Mungu. Baba Mtakatifu ni jina la nani? Jina la Mungu. Jina la nani? Jina la Mungu. Na wengine wametoa wapi? Sijui mtumishi. Nisaidie Marko 2:7. Marko 2:7. Tuangalie maana nyingine ya kukufuru. 2:7 Marko inasema. Ndio. Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani anaweza kusamehe dhambi? Isipokuwa ni mmoja. Kwa hiyo anayesema anaweza kusamehe dhambi ni mmoja, ndiye Mungu. Ni mmoja, ni Mungu. Sasa wengine mnaenda kuwaungamia wanadamu ati waondolee dhambi. Wewe nyie subirini, Yesu anarudi. Mtajua kwamba mmekuwa mnacheza. Jana nimewambia bora ule pesa yako uende jehanamu ukiwa umenenepa. Unamwendea mtu, unampigia magoti eti kwamba akusamee dhambi, akaondolee dhambi. Na ukisema utashangaa watu wanaenda vimaandiko vya ajabu ajabu kusupport. Kwa hiyo tumeona kwamba watu wamekubaliana kuvunja sheria ya Mungu, na watu wamekubaliana kufundisha hata Mungu wa uongo. Utakuta leo Yesu anayehubiriwa ni wa tarehe 25. Wewe subiri, si wiki ijayo tu watu wataanza kusherehekea, ati wanasherehekea Christmas, ati Yesu amezaliwa tarehe 25. Kuna andiko linalosema Yesu amezaliwa tarehe 25? Hakuna mwalimu. Ila watu wamekubaliana kupanga uongo. Wanasherehekea siku ya kuzaliwa Tamuzi, wanasema eti ni tarehe 25. Wanajikuta mnafanya ibada ya sanamu bila kujua, na mchungaji wako hawezi kukwambia hivyo kwa sababu elimu hii hana. Ameamua tu kukuambia Yesu ni Bwana ili achukue hela yako. Kuna mtu ana swali. Mungu wa kweli ni baba yake na Yesu. Hakuna Mungu Baba, hakuna Mungu Mwana, hakuna Mungu Roho. Unahoja uje tuonyeshe Mungu Roho aliko. Nje mtuonyeshe Mungu Roho alikotoka. Mungu wa Biblia ni baba yake na Yesu. Ndio. Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu, sio Mungu Roho. Ndio. Sio Mungu mwingine. Ndio. Ati watatu wanaunda Mungu mmoja. Siku ya ibada ya kukusanyika, of course siku ya kuomba, unaomba wakati wote. Yesu ametuambia tuombe wakati wote. Na hata hapa wakati tunafungua tumeomba. Lakini siku ya kukusanyika ni siku ya Sabato. Sasa Konstantino ameingia, amebadilisha majira na sheria, akaweka Jumapili. Badala watu wamrudie Mungu katika siku yake aliyoichagua, watu wameng'ang'ana kutafuta maandiko ya kuhalalisha uongo. Ati Sabato imekwisha, eti Sabato sijui mambo hivi. Msomaji niko nisaidie 24:20 Mathayo. Mathayo 24:20. Ndio. Mathayo 24:20 inasema. Inasema hivi mwalimu. Ndio. Au watu hawa wenyewe wanasema 24:20. Mathayo usitoke kwenye mstari. Mathayo 24:20 nasema. Ndio. Ombeni ili kukimbia kwenu usio wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Simama. Kwa hiyo Yesu anajua kabisa siku za mwisho Sabato ipo. Anajua siku za mwisho Sabato ipo. Ndio maana anawaambia yatakapotokea ombeni kukimbia kwenu kusio mwanamo wa mwezi, wakati wa baridi au Sabato. Ndio. Sasa siku ya ibada ni Sabato ya Mungu. Saa hii
ni sabato ya Mungu ilishaingia. Ila kwa sababu mpinga Kristo alishatuathiri, tunajua kwamba saa hizi ni Ijumaa. Siku ya Mungu inaanza jioni. Siku ya Mungu inaanza jioni. Kwa hiyo sasa hivi ni sabato ya Mungu. Watu wote ulimwengu ungesikiliza, saa hizi watu wangekuwa manyumbani. Wote dunia nzima ingekuwa manyumbani. Ila kwa sababu dunia imekataa, na Mungu alishasema kwa kumfunulia Yohana wa Patmo kwamba kila mtu atamsujudia huyo mnyama yule ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha Mungu. Kwa hiyo ni wewe sasa kujitafakari, upo katika ibada gani? Sisi tunapatikana hapo Tegeta Dawasco. Tunapatikana hapo Tegeta Dawasco. Unaswali, unakaribishwa, au kama unataka labda kuja kutu challenge, tunakukaribisha. Mnaweza mkaambia wachungaji wenu na mapadri na maaskofu ya kwamba tunapatikana Tegeta Dawasco, waje na hoja, madam Biblia iongee. Hatutaki maneno, hatutaki rongorongo. Kwa wale wanaotaka kututafuta, nazo nikataja namba zangu za simu. Una swali lolote, una hoja au una jambo, tunaweza tukajadili. Kama una hoja yoyote, una swala lolote, tunaweza tukajifunza pamoja, maana ukweli kila siku huwa unafunuliwa. Namba yangu ya simu ni 0685 069604. Narudia 0685 069604. Kama kuna mtu ana swali, anakaribishwa. Tunapatikana hapo Tegeta Dawasco. Tunapatikana siku ya Jumamosi. Njoo tujifunze na ujue mengi zaidi. Hapa tumeongea haraka kwa sababu ya muda, kwa hiyo hatuwezi tukamaliza mambo yote. Kwa hiyo tunawakaribisheni. Leo tutakuwa tumemaliza hapa. Tutakachokifanya tutahamia kwingine. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Ukiwa na swali unakaribishwa. Siku ya Mungu ni Sabato ambayo ni Jumamosi. Mungu ni baba yake na Yesu, sio Baba, Mwana na Roho. Una swali unakaribishwa. Hauna swali, tukiondoka ubaki hivyo hivyo, unakukaa kimya milele. Usiwe na uchungu ati wale ni wazushi, ati wale ni waongo, ati wale wanadanganya. Bado tuko hapa. Ukiweza muita hata mchungaji wako. Amen, amen.